Sasa hivi tumekuwa na changamoto za mimba kutoka mara kwa mara. Wamama wamekuwa wakipoteza watoto na wengi wamekuwa bado wanajiuliza ni changamoto gani au ni sababu gani ambazo zinapelekea hiyo changamoto. Sasa leo JWS Herbal Clinic tunakuletea sababu zinazopelekea mimba kutoka mara kwa mara. Sasa kama wewe ni mama umepoteza mtoto kila mara, lakini kuna ndugu na jamaa basi amepitia changamoto hii, usisahau kumforwardia, usisahau kushare hii video ili aweze kujifunza zaidi, kwa sababu kuna vitu vinaepukika. Kuna vitu ukivifanya basi itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Leo nitakuletea sababu namba 1, huwa tunasema ni umri mkubwa. Umri mkubwa, wengi wanaozaa zaidi ya miaka 35 tunasema mayai yao yanakuwa yameshaanza kuwa dhaifu. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kasoro kuweza kuongezeka. Sio 100%, lakini wengi wanaopata ujauzito kwenye miaka zaidi ya miaka 35 wanaweza wakapata changamoto hiyo moja kwa moja. Kwa hiyo sasa wewe utaangalia uzae mapema au iweje, lakini umri ni mata kubwa sana. Lakini namba 2 ni mtindo wa maisha. Ndio maana tumekuwa tukiwashauri sana wamama wajawazito basi wabadilishe mitindo yao ya maisha. Tunajua wengi wanavuta sigara, wengi wanakunywa pombe, wengi wanakunywa kahawa nyingi, wanakuwa na stresi, lakini pia na sumu nyingi mwilini. Hivi vyote huwa vinaathiri ujauzito. Kwa hiyo unaweza ukashtuka kwamba mimba imeporomoka, ujauzito umetoka, kumbe shida ni nini? Shida unapokuwa na msongo wa mawazo, unapokuwa na stresi, imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo unachotakiwa hakikisha unaepuka hivi vitu. Lakini pia magonjwa sugu ya mama. Tumekuwa tukiwashauri kwa wale ambao mna magonjwa sugu. Sijajua kwa nini tunaita magonjwa sugu. Haya magonjwa yanatibika. Kama una changamoto ya pressure, una changamoto ya kisukari, una changamoto ya anemia kali, basi wasiliana na mimi leo. Au una changamoto ya matatizo ya damu kuganda. Hizi ni changamoto tunazoziita sugu, lakini ukija kwetu tutaweza kukupa mbinu mbadala za kuweza kuondokana na changamoto hiyo, na ili uweze kuwa free kuondokana na changamoto za kisukari na pressure. Kwa hiyo kwa watu ambao wana changamoto hizi wapo kwenye ile hatari ya ujauzito kuweza kutoka, na vile ambavyo wanaendelea kutumia zile dawa mara kwa mara, basi hiyo ni hatari kwa afya yako. Tuambie hapo chini kwenye comment kwa nini wewe unatumia dawa kila siku na kwa nini unaendelea bado kuteseka na pressure. Kwa hiyo ukiona dalili hizo, hii ndio moja ya sababu inayosababisha mimba kutoka. Lakini pia kuna shida kwenye kizazi. Na shida kwenye kizazi, wengi wameshatuuliza ili swali, kizazi kuwa kidogo, lakini pia ambayo tunasema ni uterus, lakini pia kidogo au kilichopinda, au kinaweza kawa na uvimbe ambayo tunasema ni fibroids, na yenyewe huwa inaathiri mimba kuweza kukua vizuri. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni hata kama una uvimbe kwenye kizazi, hakikisha unatibu changamoto hiyo mapema ili uweze kuondokana na mimba kuweza kutoka. Lakini maambukizi ya kwenye kizazi na mfuko wa uzazi. Kuna watu wanatembea na UTI kali, wana fungus kali, wana PID kali, wana changamoto ya chlamydia. Hawa wanaweza kusababisha kuharibika kwa mimba mara kwa mara. Ni kwa nini? Kwa sababu haya magonjwa yanaathiri kizazi moja kwa moja, na kizazi cha mwanamke huwa kihitaji vurugu yoyote ile. Kwa hiyo ikiwepo vurugu yoyote ile, kumbuka una UTI, una PID, maambukizi kwenye via vya uzazi, kwa sababu unapokuwa na PID unakuwa na maambukizi kwenye uterus, kwenye fallopian tubes, lakini pia na kwenye ovary. Sasa hizi ni sehemu zote nyeti ambazo zinahusika moja kwa moja kwenye upande kwenye upande wa ujauzito. Kwa hiyo ndugu yangu, ukiwa na maambukizi haya, mtoto anaweza kadrop, mtoto akaweza kutoka moja kwa moja. Lakini pia shida ya homoni. Hapa tunazohitaji ni homoni zaidi ni 2, ni thyroid na progesterone, ambazo mara nyingi inaweza kuathiri tunasema upandikizaji wa mtoto. Kwa hiyo ndio maana tumekuwa tukiwaambieni kwamba basi hakikisha uweze kubalance homoni zako ziwe balanced. Mwanamke ana homoni karibia 6. Kwa hiyo ikitokea zile homoni haziko sawa, mimba inaweza ikaweza kutoka. Kwa nini? Ni kwa sababu hizo ndo zinazomlisha mtoto na zinazosababisha mwanamke basi aweze kwenye utimamu wa wanawake inavyohitajika. Lakini pia tuna tatizo la vinasaba, genetic factor, ambayo tunasema kwenye mimba huwa mara nyingi kwa mtoto anaweza kawa na kasoro za kimaumbile ambazo zinaweza
ikapelekea mimba kutotulia na hivyo kutoka moja kwa moja. Sasa hizo ni shida kwa upande wa mtoto ambaye yupo tumboni. Kwa hizo ndio baadhi ya sababu ambazo zinasababisha mimba kuweza kutoka. Kama una changamoto yoyote, basi hakikisha unatuuliza, lakini kama una rafiki yako, ndugu yako anateseka na changamoto hiyo, basi usiache kushare video hii ili aweze kuelimika zaidi. Kwa hiyo kama hujasubscribe channel yetu, basi usisahau kusubscribe, share na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una changamoto, niandikie kwenye comment, niandikie neno mimba kutoka na mimi nitakupa msaada zaidi. Karibu na Mungu akubariki.